Mheshimiwa Naibu Spika, napenda nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa nafasi ulionipatia ya kujibu hoja za waheshimiwa wabunge. Naomba uniruhusu kwanza nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu kwa miongozo yao na maelekezo yao ambayo yameendelea kuimarisha sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Dr. Stephen Lemomo Kiroswa, Naibu Waziri wa Madini, kwa ushirikiano mkubwa anaonipa na msaada mkubwa ambao ananipatia kuendesha sekta hii. Lakini pia nimshukuru Katibu Mkuu na timu nzima ya wataalamu wa Wizara ya Madini ambao wote kwa pamoja wamekuwa msaada mkubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya muda, naomba uniruhusu niende kujibu hoja za wabunge 20, hoja moja baada ya nyingine, lakini pia kwa sababu kuna hoja zimesemwa sana, nitazipa muda kidogo niweze kueleweka vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijaanza kujibu hoja za waheshimiwa wabunge, naomba nianze na jambo hili. Ni bahati mbaya sana watu wengi huwa wanachukulia vitu kwa kawaida na nabii huwa kubariki kwao. Leo nataka niliambie bunge lako tukufu kazi kubwa aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, ya kwanza, sera ya madini ya mwaka 2009, ilani ya uchaguzi ya CCM na mpango wa maendeleo uliwekea sekta ya madini targeti ya kufikia 10% ya uchangiaji wake kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 2024 sekta ya madini ilikuwa inachangia 23-24 ilikuwa inachangia kwenye pato la taifa kwa 9.1%, na malengo yalikuwa ikifikapo mwaka 2025 tuwe tumefikisha 10%. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa taarifa za takwimu Shirika la Takwimu la Taifa NBS, mwaka 2024, mwaka mmoja kabla ya mwaka wa kimalengo, sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa 10.1%, kwa maana ya double digits. Hii ni kazi nzuri ya maelekezo Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa taarifa, pato letu la taifa ni dola bilioni 91, sawa na trilioni 220. Ndugu zangu wabunge, nendeni katika nchi zote za bara la Afrika, mtafutieni nchi 10 ambazo zinachangia 10% kwenye pato la taifa kupitia sekta ya madini. Haitokei popote, sio jambo la kawaida, ni kazi nzuri ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania ni moja kati ya nchi kubwa na wazalishaji wakubwa wa madini ya dhahabu, lakini kwa muda wote nchi yetu haikuwemo kwenye orodha ya nchi zenye akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu, nchi inayoongoza katika bara la Afrika kwa kuwa na akiba kubwa ya dhahabu kupitia Benki Kuu ni Algeria, ina tani 174, na kwenye 10 bora ya mwisho ni Msumbiji, ina tani 3.682 ya akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa sekta ya madini tufanye mabadiliko ya sheria. Kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya madini sura 123 tumekifanyia marekebisho na hivi sasa kinasomeka ifuatavyo: mtu yoyote ambaye ana leseni ya uchimbaji na ambaye anasafirisha madini nje ya nchi lazima atenge 20% ya madini yote kwa ajili ya kuongezwa thamani, kusafishwa, kuchenjuliwa na biashara ya ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutunga hiyo sheria, Benki Kuu ya Tanzania
imeanza kununua dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, leo miezi 18 Benki Kuu ya Tanzania imeweka historia, ina tani 23.8 ya dhahabu, na hivi sasa Tanzania ndani ya miezi 18 ipo kwenye 10 bora ya nchi zenye akiba ya dhahabu. Hii ni kazi kubwa sana imefanyika. Jambo la tatu ambalo lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, mwaka 2015-2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini ya mwaka 2017, tukaanzisha vituo vya ununuzi na masoko ya madini na kudhibiti biashara haramu na utoroshaji. Leo sekta ya madini inachangia kuingiza fedha nyingi zaidi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha uliopita tuliwekewa malengo ya kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1.2. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha uliopita tuliwekewa malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Mpaka tarehe 30 Juni mwaka 2025, mwaka wa fedha ulivyokuwa unaishia, Mheshimiwa Naibu Spika, tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 na bilioni 71, sawa na 113%. Mwaka huu tumewekewa lengo la kuingiza shilingi trilioni 1.2 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, ninavyosimama hapa leo mbele yako, mpaka siku ya leo sekta ya madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 bilioni 156. Tumebakiza bilioni 44 kuvunja rekodi yetu ya mwaka jana. Kazi nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Waheshimiwa wabunge, makofi kwa Rais Samia hayatoshi, tuongeze makofi kwa Rais Samia. Sasa haya yalikuwa ni maneno ya utangulizi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Naanza kujibu hoja za wabunge sasa. Naanza na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza ni ya kuhusu utafiti. Waheshimiwa wabunge, nakubaliana nanyi, hatuwezi kuendeleza sekta ya madini pasipo utafiti. Utafiti ni jambo muhimu sana. Waheshimiwa wabunge, nchi yetu ya Tanzania tumefanya kitu kinaitwa Low Resolution Airborne Geophysical Survey kwa 100%, ambayo ilifanyika miaka ya kati ya 1978 mpaka 79, ambao maana yake ni kwamba tunairusha ndege ambayo inakuwa katika uso wa dunia kwa mita 120 na katika upana wa kilomita 1. Lakini tumefanya utafiti wa jiokemia kwa 24% katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa dunia inafanya kitu kinaitwa High Resolution Airborne Geophysical Survey. Huu ndio utafiti wa kina ambao una uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka kilomita 1 ikakuonesha anomalies na magnetic point, kwa maana viashiria vya mipasuko ya madini, ili tuongoze vizuri wachimbaji wetu wadogo wasichimbe kwa kubahatisha. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo hili tumelifanya kwa 16% tu ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu ya Tanzania ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari 233. Tumegawa nchi yetu ya Tanzania katika vitu vinaitwa QDS, quarter degree sheets. Ziko 322 na kila QDS moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo inatengeneza eneo la kilomita za mraba 2916 sawasawa na ekari 720,696. Maeneo haya tunayo 322. Tuliofanyia utafiti wa kina ni 16% tu. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niliambie leo bunge lako, Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuweka rekodi katika nchi yetu ya Tanzania
katika eneo hili la utafiti. Tunao mradi ambao tuko hatua za mwisho kuukamilisha na wenzetu wa Hispania. Tukiusaini mradi huu, tutarusha ndege katika blocks mbili. Blocks hizi mbili zina eneo la ukubwa wa kilomita za mraba 176,676 sawa sawa na 18% ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, hivi sasa tuna 16%. Ukiongeza hizi 18 ambazo tutaanza muda sio mrefu, tutafika 34%. Nataka nimuondoe hofu. Mheshimiwa mbunge wa Geita mjini ndugu yangu Chacha alikuwa anapata wasiwasi, tutafika 2030 kwa 50%. Kama leo 2026 tunakaribia 34%. Tunao mdau mwingine kaonyesha interest mkataba huko Wizara ya Fedha. Atapima block ya kuanzia Dodoma, Singida, Tabora mpaka Shinyanga ambayo itakuwa ni 18% na yenyewe pia. Kwa tutafika mpaka 50% na ndani ya muda mfupi huu katika kipindi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwaombe waheshimiwa wabunge, tumpe imani Mheshimiwa Rais, dhamira ni njema, tutaifikia kuipima nchi yetu katika kiwango hicho. Eneo la pili, local content. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, migodi yote nchi nzima inatumia shilingi trilioni 5.1 kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa na huduma. Trilioni 5.1. Tumetunga sheria hivi sasa, kanuni ya 13 capital A ya local content regulation inasema bidhaa ambazo tutaziainisha ziko 20 hazipaswi kufanywa na mgeni isipokuwa Mtanzania, ili hela hii trilioni 5 ibaki Tanzania. Na naomba nichukue fursa hii kurudia tena, ni marufuku kwa mgeni yoyote ambaye ana kampuni hapa Tanzania kufanya kazi zile 20 ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa regulation yetu. Hizi ni kwa ajili ya Watanzania, tuujenge uchumi wetu, na hii ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Eneo la tatu, waheshimiwa wabunge, mmesema kuhusu leseni. Waheshimiwa wabunge, nitaendelea kufuta leseni. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, nitaendelea kufuta leseni. Leseni sio za upangishaji. Leseni ni za kuchimba au kufanya utafiti. Hivi sasa wako Watanzania na wako wageni wanamiliki maeneo makubwa ya leseni na hawayafanyii kazi. Wachimbaji wetu wadogo wanakosa maeneo ya kufanyia kazi. Nimefuta leseni 40 wiki iliyopita, lakini bado na mtiririko wa leseni nyingi na nitaendelea kuzifuta. Wako wenzetu wako 38, watu 38 wanamiliki eneo lenye ukubwa sawa sawa na halmashauri za manispaa za Moshi uziunganishe 10. Watu 38 tu wanazimiliki. Watu hawa hatuwezi kuwaacha na hawafanyi chochote katika leseni hizo. Nitafuta leo, kesho na kesho kutwa. Hatutaacha. Wachimbaji wetu wanakosa maeneo ya kuchimba kwa sababu ya watu wachache kuzuia leseni hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo ambalo limegusa hisia ya wabunge wengi sana ni eneo la technical support agreement, na hapa nitapunguza sauti yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, Sheria ya Madini sura ya 123 kifungu cha 9 kimetamka hivi: ni marufuku kwa mgeni yoyote kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji. Ni marufuku. Leseni hizi ni maalum kwa ajili ya Watanzania. Lakini tukaenda mbali zaidi. Sheria ikatambua kwamba kuna wakati Watanzania wanaweza wakachimba, lakini wakafikia sehemu wakakosa baadhi ya vitu vichache na usaidizi wa kuweza kumfikia ili aweze kuchimba kwa tija zaidi. Kifungu cha 9 cha Sheria ya Madini kimeweka ruhusa ya kuwepo kwa mikataba ya msaada wa kiufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikiri, Mheshimiwa wabunge mmezungumza kwa hisia na kubaliana nanyi. Katika kipindi fulani kifungu hichi kilikuwa abused na kiasi kwamba kikapelekea wageni wengi sana wakaingia kwenye leseni ndogo za uchimbaji pasipo kufuata utaratibu. Serikali ilichukua maamuzi gani? Na hapo Mheshimiwa wabunge, naomba niliseme nieleweke vizuri. Hatua ya kwanza ambayo tuliichukua katika kuhakikisha kwamba tunaweka masharti magumu ya mgeni kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji, cha kwanza tulitunga kanuni ya msaada wa kiufundi ambako hapo awali
haikuwepo. Lakini pamoja na hiyo tukasema mambo yafuatayo, na nitaomba hapa wachimbaji wadogo, najua mpo hapo juu, mnielewe vizuri kabisa. Naomba nirudie tena leo, ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji kuingiza wachimbaji wadogo katika leseni yake. Ni marufuku. Leseni ni ya uchimbaji, sio ya kuwapangisha watu kuweka maduara. Ukikubali watu waingie kwenye leseni yako, mambo yafuatayo lazima yafanyike. Sheria ilikuwa haiwatambui watu wenye maduara, na Wizara ya Madini hatujatengeneza haki madini mpya ya watu wenye maduara, isipokuwa tumeweka utaratibu hivi sasa kwenye leseni yoyote ambako kuna maduara yamechimbwa. Sharti la kwanza, ukikubali kuingiza wachimbaji wadogo, hakikisha mmesaini mkataba, na mkataba umesajiliwa Tume ya Madini kati ya kwako wewe na mchimbaji mdogo aliyeweka duara lake, ili siku ukipata mwekezaji kwanza right of first refusal apewe aliyeweka nguvu yake maduara, kwa sababu wewe ndio umemkaribisha mwenye leseni. Akishindwa yeye ndio uende kwa mtu wa pili. Hivyo ndivyo kanuni yetu inavyosema. Kanuni ya 18 capital A ya mineral rights inazungumza hivyo, kwamba hilo ni sharti. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kichotokea hivi sasa ni kwamba wamekwenda wageni wengi sana katika maeneo yetu, na kwa kusaini mikataba ambayo muda mwingine imekuwa na mapungufu makubwa sana. Mimi nimeelewa kilio cha wabunge. Mheshimiwa wabunge, naomba mniamini, kijana wenu nimesimama hapa mbele ya bunge hili na hofu ya Mungu. Siko hapa kuzungumza jambo la uongo. Nataka niwaambie ukweli kabisa. Kanuni yetu tumeitunga ikiwa ina mwaka mmoja. Naomba mniruhusu nifanye yafuatayo, na nasema hapa bungeni. Kuanzia sasa ni marufuku kwa afisa madini yoyote kusaini mkataba wa kiufundi, technical support agreement, mpaka mambo yafuatayo awe amejiridhisha nayo. Cha kwanza, eneo ambalo unaingiwa mkataba wa kiufundi, kama kuna wachimbaji wadogo, hakikisha wale wachimbaji wadogo wamepewa haki ya msingi ya kwanza ya kuwekeza. Kama hilo halijatokea, basi, na kama hawana nguvu ya kuwekeza hapo, lazima wafidiwe gharama ya kile ambacho wamekiweka pale katika yale maduara. La pili ndo kuanzia hapo sasa unaweza kwenda katika hatua ya kumtafuta mwekezaji mwingine ambaye anaweza kaweka nguvu, lakini hatuwezi kuweka nguvu katika maduara ambao wako wa Tanzania waliweka nguvu zao na utaratibu haukufuatwa. Hicho ndicho ambacho kanuni inasema. Sasa waheshimiwa wabunge, naomba nitoe maelekezo kwa maafisa madini wote wa kazi hapa kuanzia leo. Ninatoa wiki mbili. Maafisa madini wa kazi wote wakapitie upya mikataba yote ya technical support agreement na kuifanyia audit. Najua wako wa Tanzania wenzetu ambao wametoa taarifa za uongo. Mikataba iliyoletwa tume ni tofauti na ile ambao wanaitekeleza kule, kama Mheshimiwa Chacha alivyosema. Akibainika mtu wa namna hiyo amevunja sheria kwa mujibu wa sheria ya madini, na hatua ambayo itafuata ni tafuta leseni yake. Mheshimiwa wabunge, katika spani hii nawapa kazi timu yangu ya kupitia na kufanya audit ya kutosha katika eneo hili. Then baada ya hapo, Mheshimiwa wabunge, katika mapendekezo ambayo mmeyaleta katika haki asili, kuna nafasi pia kuweza kusikiliza upande mwingine. Niruhusuni kwa leo, badala ya kutamka hapa kwamba naiondoa moja kwa moja, niruhusuni kwanza nikafanya ukaguzi kupitia timu yangu, then tutakuwa tunaendelea kuimonitor. Situation hii ikiendelea kuwa worse, tutaifuta hii technical support. Naomba kwa leo mnikubalie hivyo. Na Mheshimiwa Mwanahamisi aliniambia kwamba leo haungi hoja mkono hii mpaka nifafanue technical support maana yake nini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 3 ya kanuni ya utoaji msaada wa kiufundi, inafafanua kwamba msaada wa kiufundi ni ule msaada ambao una utaalamu
wa uchimbaji na uongezaji thamani madini pamoja na uendeshaji wa mitambo ambao haupatikani kirahisi ndani ya nchi. Kwa hiyo tuna underline hapa, haupatikani kirahisi ndani ya nchi. Kwa hiyo timu yangu ikienda kwenye audit ikabaini haya, kilichosema kwenye mkataba na hali halisi ni tofauti, Mheshimiwa Mwanahamisi, ndio hapo anakwenda kufuta hizo leseni na hiyo kitu inakuwa imeishia hapo. Sasa rudisha shilingi yangu, Mheshimiwa Mwanahamisi. Katika hoja hiyo nafikiri tumeelewana vizuri. Hoja nyingine wabunge wameisema kwa sauti kubwa sana ya CSR. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, miaka 10 iliyopita uwajibikaji kwa jamii ilikuwa ni hisani, haikuwa kwa mujibu wa sheria. Mwekezaji alikuwa anaamua awajengee choo au darasa, ile host community. Waheshimiwa wabunge, tufanye marekebisho ya kanuni. Hivi sasa kwa mujibu wa kifungu cha sheria cha 133 kimeweka sharti la lazima kwa kila license holder ahakikishe anatimiza wajibu wake kwa jamii. Na hivi sasa waheshimiwa wabunge, utaratibu ni kwamba kijiji au eneo husika ndio wao wanabuni mradi. Wakibuni mradi unapita kwenye kamati ya kata, baadaye unaletwa kwenye kamati ya fedha. Kamati ya fedha inapeleka kwenye baraza la madiwani. Kwa waheshimiwa wabunge, hii mipango mnaipitisha wenyewe, na waomba hivi sasa mwanze kushiriki. Wale ambao katika maeneo yenu kuna migodi inapitia kwenu katika utaratibu huu, ikitoka hapo inakwenda kwa waziri wa fedha na waziri wa TAMISEMI kwa ajili ya kupitishwa. Sasa hoja ambao wabunge hapo wamesema ni kwamba kuna wasiwasi wa kwamba gharama inayotumika ya ujenzi wa madarasa kupitia CSR ni kubwa kuliko ile ya serikali. Waheshimiwa wabunge, kabla ya haijafika mbali, kamati ile ipo katika kamati ya fedha na baraza la madiwani. Ni njia ya kwanza ya kumwambia mwekezaji na kamati ya wataalamu kwamba gharama hii sio gharama ambayo inakubalika na muipitie upya. Huu ni wajibu wetu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Niwaombe sana waheshimiwa, katika eneo hili tuhakikishe tunasimamia ipasavyo. Lakini mmeenda mbali zaidi, mmesema kwa nini fedha hizi zisiende halmashauri, wao ndio wasimamie swala la utoaji wa hizi fedha. Waheshimiwa wabunge, naomba niwapitishe kifungu cha 3 cha sheria ya manunuzi ya umma. Kimesema fedha gani ni fedha ya umma. CSR sio fedha ya umma, haiwezi kuingizwa kwenye mchakato wa procurement process ya kikawaida kwa sababu haingili huko. Hata ukisoma kifungu cha 2 cha Public Finance Act kimeiweka pale bayana zipi ni fedha za umma. CSR waheshimiwa haimo, kwa ni ngumu sana kuisubject katika utaratibu wa kupitisha katika halmashauri, na hili nimelisema sana na nimetoa ufafanuzi sana. Niwaombe waheshimiwa wabunge, ziko hoja ambazo Mheshimiwa Chacha amezisema, naomba nizipokee kama ushauri, na pia na Mheshimiwa Mwita Getere, nafahamu changamoto ambazo zimetokea. Nipeni muda mchache baada ya wasilisho hili, nilisema nitawaita, tutakaa kwa pamoja tuweke mkakati ili CSR hizi ziweze kunufaisha wananchi wenu kwa kiwango kikubwa. Imezungumzwa hoja ya double taxation, Mheshimiwa Naibu Spika. Hili naomba mnikubalie ya kwamba ziko changamoto zinazojitokeza ambazo zinapelekea baadhi ya maeneo kutozwa mgawanyo wa mawe zaidi ya mara moja, mara mbili. Na tumeongea ndani ya wizara, nitaitisha wadau wakiwemo wachimbaji wadogo na wadau wengine wote, pamoja na waziri wa TAMISEMI. Nitamwomba tushiriki naye kwa pamoja, kwa sababu pia halmashauri zinaingia katika eneo hili. Tujadili kwa pamoja namna bora ya kulifanya jambo hili. Suluhisho la kwanza, ili mchimbaji mdogo asichajiwe mawe mara mbili kwa maana ya tozo. Suluhisho la kwanza, niliwaambia wachimbaji wadogo wako pale juu jukwani, niliwaambia hivi, sheria inataka mtu yoyote alipale saini ya uchimbaji, ukitaka kuchakata, ukichimba lazima uchakate ndani ya leseni yako. Ukiyatoa, monitoring yake ndio inaleta changamoto. Lakini hivi sasa tukikubaliana kwamba leo mnaniruhusu niweke katazo, hakuna mchimbaji yoyote mdogo Tanzania kutoa mawe nje ya leseni yake, hakutakuwepo na tozo ya mara mbili, haitakuwepo. Mheshimiwa wabunge, sasa
naomba mniruhusu tutakaa kwa pamoja kuweza kulijadili hili jambo, tutengeneze njia nzuri zaidi ambayo serikali haitaumia, lakini vile vile tutamsaidia na mchimbaji mdogo aweze kukua. Eneo lingine ambalo limesemwa hapa la uongezaji thamani. Mheshimiwa Naibu Spika, katika madini ya dhahabu tumepiga hatua. Tuna viwanda 6 hivi sasa vya kusafisha dhahabu mpaka kufikia 99.99%. Tunavyo 6 hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa tunawasaidia waweze kufikia ithibati ya LBMA ambayo inataka uwe na uwezo wa kuchakata tani 10 ya dhahabu kwa mwaka na uwe na fedha kiasi cha euro milioni 15 kwa maana kuweza kufanya biashara hiyo. Ndio sema ambayo tunawasaidia hivi sasa hao wenzetu wa kuongeza thamani. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kama kuna wakati tumeongeza viwanda vingi kuongeza thamani ni wakati wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Dodoma peke yake ina viwanda 9 vya kuongeza madini thamani, ikiwemo kiwanda kikubwa cha Zingzong kilichoko Zamahelo ambacho hivi sasa kimeanza kuyeyusha madini ya nikel. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda Nala kuna kiwanda cha kubadilisha jiwe lile la shaba kutoka kwenye kuwa jiwe kwenda kuwa kwenye copper cathode. Mheshimiwa, haya ni mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika hapa. Lakini tunategemea kuwa na kiwanda kikubwa cha kuyeyusha ferro na niobium pale Panda Hill Mbeya, ambayo itakuwa ni smelter ya 4 kwa ukubwa duniani, ukiacha 2 ambazo ziko Canada na moja iliyoko Brazil. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo hili pia tumeifanyia kazi ipasavyo. Kwenye madini ya Tanzanite, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli imekuwepo changamoto ya kuporomoka kwa bei, lakini tumekuja na mkakati hivi sasa. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunarejesha madini haya, minada ya vito ya Tanzanite. Lakini la pili, Mheshimiwa, ni kuendelea kufanya maonesho makubwa ya kimataifa, kuitangaza Tanzanite yetu kimataifa ili kuweza kuiletea soko. Mheshimiwa Naibu Spika, madini ya vito ni madini ya luxury. Tunashindana na sehemu zingine zote duniani. Na sisi pia tumeandaa mkakati wa kuhakikisha tunaiweka mbele Tanzanite yetu na inarudisha heshima yake na kuchangia kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, uwezeshaji wananchi kiuchumi na hasa wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeweka utaratibu Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, hitimisha. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeweka utaratibu hivi sasa kupitia Benki Kuu ya Tanzania ambako imekwenda kutengenezwa taasisi ya kuwapa dhamana wachimbaji wadogo, inaitwa Credit Guarantee Corporation, ambayo itaanza na mtaji wa bilioni 300 mpaka trilioni 6 kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wazao wa nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, haya yote naamini yakifanyika tutakuza sana uchimbaji mdogo. La mwisho la ndugu yangu Doto Bahem ananiangalia sana pale, anataka kusikia kuhusu nickel Kabanga. Mheshimiwa, nataka kuhakikishia kwamba sisi kama Wizara ya Madini, mwekezaji siwezi kusema hapa leo anatakiwa lini aanze, alipaswa kuanza muda mrefu kwa mujibu wa mkataba wa msingi wa mwaka 2021. Tumeshampelekea barua na ameleta commitment ambayo hivi sasa timu yangu inaifuatilia kuona kile ambacho kimetimizwa ili kazi hii ianze mara moja kwa mujibu wa mkataba aliosaini. Mheshimiwa, nafahamu mradi huu ni mkubwa na mimi nitafika kwa ajili ya wananchi wako kutoa ufafanuzi mzuri ili niweze kueleweka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Katibu. Kamati ya matumizi.